إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametupatia nafasi nyingine tena tukiwa katika kipindi cha pili kuhusiana na fadhila za siku 10 za Dhulhijja. Kipindi cha kwanza tulizungumzia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia hii ndio michana bora, na Dhulhijja tayari tuko ndani katika masiku yale 10 ya mwanzo, na vile vile tukazungumza ile hadithi ambayo ni ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma kwamba Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam asema hakuna amali njema, hakuna masiku ambayo amali njema inampendeza ni bora mbele ya Allah kuliko hizi siku 10. Hata jihadi pia iko chini ya fadhila za hizi siku 10. Kisha tukamalizia na hadithi ya Hunaida kutoka kwa mkewe, Hunaida bin Khalid kutoka kwa mkewe, kutoka kwa wakeze Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizifunga hizi siku 9. Zimeitwa siku 10 kwa sababu siku zenyewe mpaka tarehe 10 ndio siku bora, na zimeitwa kufunga za siku 10 kwa sababu ya aghlabia 9, kenda karibu na 10, yani 9 ni karibu na 10. Kwa hivyo katika lugha ya Kiarabu pia inatumika sigha hiyo au aina hiyo ya wingi ikawa ni makisio ya ile nambari iliyoko karibu. Sasa leo tutaizungumzia, bado tuko katika hiyo funga, na kuna hadithi ambayo imeenea, imetangaa na inatumika kama dalili, nayo ni hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu ambaye anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fil ashr min Dhulhijja. Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amezungumzia kuhusiana na siku 10 za Dhulhijja, akasema siyamu kulli yawmin minha ya'dilu bi siyami sana, funga ya kila siku kati ya siku hizo 9 ni sawa na funga ya mwaka mzima. Hadithi hii imenukuliwa na At-Tirmidhi hadithi 758, Ibn Majah hadithi 1728, na hii hadithi isnadi yake ni dhaifu mno. Hadithi yake ni dhaifu mno, kama alivyoidhaifisha Sheikh Al-Albani katika dhaifu At-Tirmidhi, katika dhaifu ya At-Tirmidhi, na wanavioni ambao wameidhoofisha sanadi yake kwa sababu ya Mas'ud na Nuhas ni wengi, miongoni mwao ni Imam Al-Bukhari, Al-Baghawi, At-Tirmidhi mwenyewe, Ibn Taymiyyah na Ibn Hajar Al-Asqalani. Kwa hivyo hii haiwezi kusimama kama dalili. Taban kuna hadithi vile vile iliyo sahihi kutoka kwa mama yetu Aisha radhiyallahu anha ambaye qalat ma ra'aytu, sijamuona Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam saiman fil ashr qat, sijamuona Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akizifunga hizi siku 10 kabisa, sijamuona. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine lam yasum al-ashr, hakuwa ni mwenye kufunga hizi siku 10. Hii hadithi na riwaya zote hizi zinapatikana katika Sahihi Muslim ambayo ni hadithi 1176, na vile vile Sunan Ibn Majah hadithi 1729. Hadithi hii ni sahihi kabisa, lakini wanavioni katika kuoanisha baina hadithi ya kuruhusiwa na kutoruhusiwa. Aisha anasema hairuhusiwi,
Hadithi ya kijumla ya Ibn Abbas inatuambia unaweza, kwa sababu ni hadithi ya kijumla inayozungumzia kwamba amali njema, na saumu ni miongoni mwa amali njema, na baadhi ya masahaba wakawa wanafunga vile vile. Na hadithi ya Hunaida ambayo imesimama kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga. Sasa tutaoanisha vipi hadithi hizi tatu? Kwa hivyo wanavyoni wakasema ya kwamba hadithi hii ya Aisha mahmulun ala annahu sallallahu alaihi wasallam lam yasum, hii imechukua mafundisho ya kwamba maana yake inaonekana ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakufunga kabisa, isipokuwa taban itakuwa labda ni ile siku ya Arafa ambayo amehimiza sana watu wafunge, imma na kutofunga kwake kutaonekana. Kwa hivyo wanavyoni wamejibu yale maelezo ambayo yanaonekana yanakwenda kinyume kuhusiana na kutofunga kwa Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kama alivyopokea, kama alivyomuona Aisha, ni kwamba imma li'aridhin, imma ni kwa sababu ya jambo miongoni mwa mambo za kisheria ambazo zinamfanya yeye asifunge, kasafari, sababu katika safari, au maradhi, au ni mgonjwa, wa imma liinshghalihi bima yarahu aham wa a'zam, au kwa sababu ya kushughulika kwake kwa jambo ambalo analiona yeye Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwamba ni muhimu na ni kubwa minasawm kuliko funga, kalghazw, kama kupigana jihadi, wa da'wa lilislam, na kuwalingania watu, kuwalingania baina nas, kuwalingania watu juu ya Uislamu, wa istiqbalul wufud, na kuweza kuwapokea wawakilishi wale delegate wanaokuja kumzuru. Na hiyo ni sababu, kwa sababu ikiwa na wageni ni sunna kutofunga funga ya sunna. La an yufham, wala isifahamike ya kwamba kuacha kwake kufunga annaha la kwamba haiko katika sheria. Wa aidan kaunu Aisha, na vile vile kwa kuwa mama yetu Aisha radhiyallahu anhu lam tarahu yasumu, kwamba hajamuona akifunga, la yalzam min dhalika adamu siyami, yani haiwi ni yenye kulazimisha kutofunga kwake fiha abadan, milele. Fa innahu kana, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akigawa masiku baina ya wake 9. Aisha ni mmoja kati ya wake zake 9 waliomkalia eda. Kwa hivyo Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizunguka, tuseme amezunguka mwisho kwa Aisha, mwisho wa Dhulqaada. Kwa hivyo kuja tena labda tarehe 9 tarehe 10 ya Dhulhijja kwa sababu ya kuzunguka yani. Kwa hivyo kutomuona Aisha si dalili ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakufunga hizi siku 9. Fala'allahu lam yattafiq siyamahu fi nubatiha khasa, huenda ya kwamba haikuwafikiana funga yake na ile siku yake ambao hasa aliyokuwa akizunguka. Kwa hivyo fala yastaqimu hadithu Aisha kadalilun yadullu ala ikhraji sawm, wala haisimami wima hadithi ya Aisha mama yetu Aisha radhiyallahu anha kama dalili inayoonyesha ya kwamba funga iwe ni yenye kutolewa min umum al-amalu salih, itolewe katika ule ujumla wa amali njema al-muraghab, zilizosisitizwa, zilizohimizwa bihi fi hadhihi al-ayyam. Hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma haitotoka wal qawl bi istihbab siyam hadhihi al-ashr, na kauli ya kupendekeza kufungwa siku hizi 10 kabaki kama zilizobakia, al-a'malu salihah, amali njema nyinginezo, ikhtaratuhu al-lajna, wameichagua kauli hiyo kwamba unaweza kufunga hizi siku 9 kwa sababu ya ule ujumla wa hadithi ya amali njema siku hizi. Imechaguliwa kauli hii na al-lajna ad-daima, kamati ya kudumu ya fatwa, na vile vile ni kauli ya Ibn Baz, na vile vile ni kauli ya al-allama Sheikh al-Uthaymeen, wa huwa sahih, na hivyo
na hiyo ni sahihi. Na wanavyoni miongoni mwao ni Sheikh Al-Bu'dani anasema, walam aqif ala ahadin min al-fuqaha, wala sikuweza kusimama kupata kutoka kwa yeyote miongoni mwa faqihi ambaye qala biadam, ambaye amesema ya kwamba haifai biadam, haifai kisheria asaumu fiha, kufunga hizi siku 9. Lakini anasema, lakini yale mazungumzo, kalam Ibn Rajab as-Sada, yale maneno ya Ibn Rajab ambao tumeyazungumzia hapo mbele, yanaweza kufahamika minhu wujudu khilaf, inaweza kufahamika ya kwamba kuna tofauti baina wanavyoni. Kuikariri tu ile kauli ya Ibn Rajab al-Hanbali, anasema ya kwamba wa huwa qawlu aktharul ulama, na hii ni kauli ya kufunga hizi siku 9 ya wanavyoni wengi, au kathirun minhum, au wengi miongoni mwao. Kwa hivyo inaweza kufahamika kwamba kuna ikhtilaf, lakini kama tulivyosema, hii ni kauli ya al-Ahnaf, Hanafi na Malikia, wafuasi wa Imam Malik, na vile vile ash-Shafi'iyya, wafuasi wa Imam Muhammad bin Idris ash-Shafi'i, na vile vile ni kauli ya al-Hanabila, na vile vile ni kauli ya al-Dhahiriyya, Daud al-Dhahiri. Kauli hizi kwa hivyo ni jamhuri ya wanavyoni wamechukua, kwa sababu ya ujumla wa maelekezo au ujumla wa hadithi Abdullah ibn Abbas, inafahamika ya kwamba inawezekana na inaruhusiwa na inapendekezwa, kwa sababu imeingia al-amalu as-salih, amali zilizo njema, na funga ni miongoni mwa amali njema ambayo Waislamu wanatakiwa wawe ni wenye kushindana ili kuweza kupata ujira na thawabu nyingi kutoka kwa mtumi wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kufanya amali zilizo njema katika siku hizi 10, na tuendelee kufanya amali njema baada ya hizi siku 10, na Allah subhanahu wa ta'ala atufanikishie, na Allah subhanahu wa ta'ala azikubali hizi amali zetu njema ambazo tutazifanya au tunazifanya. Mpaka katika kipindi kingine kutoka kwetu ni kusema subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.